yetu yetu ya mbingu zote, tunakuinua na kukutukuza. Tunasema ni asante na shukrani Bwana, kwa sababu ulituumba ukatupa pumzi ya uhai. Maisha yetu na uhai wetu upo mikononi mwako Bwana. Si kwa ajili ya mwanadamu ndo tunaishi, si kwa ajili ya mfumo wa maisha haya ndo tunaishi, bali tunaishi ni kwa sababu ya uwingi wa rehema zako. Ndiyo maana tunayo pumzi, tumeshuka chini tukikuabudu kwa ajili ya maisha na uhai huu ambao Bwana umetupea bure. Unatupigania vita tunayoona na tusiyoona, unatushindia zidi ya mipango ya huyo adui. Ibilisi alitamani tuwe hoi mahututi, tusingenuke hata vinywa vyetu visiweze kulishuhudia jina lako katika nyakati hizi Bwana. Neema yako bado imetupenda na inatutafuta. Ndiyo maana tumekusanyika hapa Bwana, ili kukutukuza, ili kukuinua, ili kukuabudu, tukisema ni asante na shukrani Bwana kwa ajili ya uhai huu. Tunashukuru maana unatushika kwenye mkono wako. Neno lako umeliweka ndani yetu, limekuwa ni taa na mwanga wa njia zetu. Kila tunapopita Mungu bado unatulinda. Ibilisi alitamani tuwe katika machozi na milio. Shetani na majenti zake walitamani tuabudu miungu, walitamani tuabudu sanamu, walitamani tuabudu fedha, walitamani tuabudu maisha. Lakini Mungu wewe uliyetuumba ndiye tunajua kwamba kila chochote tutakachohitaji kinatoka kwako. Kuanza miezi zetu na roho zetu zinashangilia ukombozi wa kuacha utukufu, enzi na mamlaka kuja kututafuta sisi ambao tulikuwa tuna majina. Baba, tunakutukuza. Asante kwa ukombozi, asante kwa wokovu, asante kwa uzima. Jina la Bwana litukuzwe. Haleluya.
wasaa mzuri, tunakwenda kumkabidhi Mungu mahitaji yetu. Tutaombea kama ifuatavyo. Karibuni watarudi mashuleni, uwaweke kwenye mikono ya Mungu kwa ajili ya kila elimu watakwenda kupata, watu watakwenda kukutana nao, walimu na kila aina ya mafundisho ambayo zitawafanya watoto wetu wasikae kwenye misingi ya Mungu. Kwa hiyo watoto weledi, wenye kumpenda Mungu na kuwa na kiu ya kumtafuta Mungu. Mama mchungaji atakwenda kuombea wasafiri wote. Tuombee ndugu zetu ambao wako kwenye safari. Mungu awalinde, atembee salama. Yamkini ni safari za kwenda na kurudi, za kila siku, za kazi. Mungu awahifadhi. Tutakwenda kuombea taji la wadhaifu na wagonjwa. Baba mchungaji atakwenda kukamilisha na kuombea wagonjwa wote ambao ni wa muda mrefu, ambao wengine wameziwilika katika hali moja ama nyingine. Karibu kwa wimbo mfupi huku tukiombea mahitaji yetu, na wewe mahali ulipo unaweza ukainuka ukaomba kwa lile ambalo unahitaji Mungu akuguse na kutendea. Alisema kwamba Bwana, itakuwaje mimi ambaye sijui kusema, nende kaambia wana wa Israeli watoke katika nchi ya Misri. Kamwambia kwamba aliwaumba wanaosema, aliwaumba wasiosema, wanaotembea kwa kila aina. Ni mimi Mungu, kwa kuwa yalinipendeza Bwana. Wewe Baba, tunasema asante, tunakushukuru kwa kuwa wewe Mungu haujawahi kusema kibaya. Wewe Mungu haujawahi kukosea, bali yote ni vema. Baba, tazama tumekwenda kuweka watoto wa shule katika vitanga mikono mwako. Mungu, ulinzi ni wako, ukingo ni wako, kama jinsi ulivyomwambia Yeremia kwamba Yeremia, niite nami nitakuitikia, ili nipate kukutendea mambo makubwa usiyojua. Kwa sababu mwanadamu anaishi, hana macho ya kuona, ajui kitu gani kitakachotendeka kesho au kesho kutwa. Lakini wewe Mungu unajua kabla ya misingi ya uumbaji, kabla mwanadamu hajazaliwa, yani Mungu umeshaandaa maisha yake. Mungu unajua yale yatakayotendeka kesho na kesho kutwa hadi mpaka mwisho wa dahari. Lakini mwanadamu hana uwezo wala nguvu wala mamlaka. Baba, linda watoto mahali wanapokaa shuleni, walinde kiroho kama vile kimwili, kwa kuwa wewe Mungu, wewe ndio ulileta shule ili watu wapate kusoma. Hata Yesu wakati ulipovaa mwili wa mwanadamu, ulikuwa na watenashara, ulikuwa ukiwafundisha neno la uzima, na mtu hataweza kujua neno la uzima
asipopitia shule la kawaida. Kwa hiyo Mungu, wote wanaosoma, watoto wa kike kwa kiume, Mungu nimekwenda kuacha katika vitanga mikono mwako, walinde mchana kama vile usiku, uwakingie, usingekubali wala kuruhusu shetani achinue wala jitukuzi kwa ajili ya watoto wa shule, kwa kuwa tunajua kwamba katika shuleni kuna mambo mengi ambapo shetani anakwenda kuyafanya kuharibu watoto elimu, kuharibu watoto shule zao, kuharibu watoto. Kwa hiyo Baba, tunajua wewe ndio mlinzi, hakuna mwingine ambaye anaweza kuwalinda kiroho kama vile kimwili. Asante Baba yetu, maana tunajua kwamba Jehova utakuwa pamoja nao wanapolala, wanaposhiriki karamu, wanaposoma. Baba, walinde, watangulie mahali popote uendapo na wakaapo. Tunasema asante kwa sababu tunajua kwamba wewe ndio mlinzi na kuna mwingine kama na wewe. Ni katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Amen. Wasafiri mikononi mwako Baba. Safari ni nyingi, kuna safari za Ukristo, kuna safari za kusafiri, kuna safari za wainjilisti. Baba wa rehema, ninaziweka zote mikononi mwako. Kuna safari za kwenda mbinguni, zote ninaziweka mikononi mwako Yesu. Ninakuomba wakati huu na saa hii, Mungu, tangulia kila mmoja ambaye iko katika safari Yesu. Baba wa rehema, nyosha barabara Mungu, safisha anga Jehova. Baba wa rehema, tunaomba wewe mwenyewe Yesu mwenye oza katika safari ya maji, vile vile Yesu tuliza bahari. Yesu, kila mahali watembeapo wana wako Yesu watembee pamoja na wewe Kristo. Ninaomba Baba wa rehema, wengine ambao wametembea kwa ajili ya neno lako Yesu, tembea pamoja nao. Kazi watakayoenda kuitenda, injilisti yako Yesu itakayotendeka mahali wanapoenda, Mungu uonekane. Yesu uokoe, Yesu uwatangulie Mungu. Maneno yote, mahubiri yote watakayoyahubiri sehemu wanapoenda, watumishi wako Mungu ipate kibali mbele zako, na watu wapate kuokoka na kulijua neno lako. Baba wa rehema, kuna wengine wana matarajio ya kwenda mbinguni Yesu, kufungua watu vinywa Yesu, ili wapate kuungama na kutubu. Baba wa rehema, wapate kibali mbele machoni pako Yesu. Yule mwovu asipate nafasi ya kunyang'anya walio wako Yesu. Baba wa rehema, tayarisha safari zao salama, ili wafike bandarini salama Yesu. Kuna wasafiri wengine wameenda katika mashida mbalimbali za magonjwa, kuangalia wandugu na marafiki. Yesu, ninaomba wewe mwenyewe Yesu uwatangulie, tembea pamoja nao Yesu. Baba, mkono wako usiwaache Mungu, kaa pamoja nao Yesu. Hata chakula watakachokila katika safari Mungu kiwe kimeoshwa na damu yako Yesu. Baba, ninaomba utukufu wako uwe pamoja na wasafiri wote. Mtakatifu, safari Baba ya Ukristo tunaiweka mikononi mwako Mungu. Tunaomba Mungu tutangulie katika safari hii, ni ngumu, unanicha na mchangoma Yesu. Ninaomba utuongoze Baba, utuongoze Yehova, usituache, utukumbatie Mwana wa Mungu, tuondolee vishawishi Baba wa rehema. Tunaomba Mungu uwe pamoja nasi, tupe hekima na maarifa katika safari ya kwenda mbinguni, tupe hekima na maarifa katika safari ya Ukristo. Baba wa rehema, tusaidie katika safari hii. Ni safari ngumu, ondoa uvivu, ondoa hasira, ondoa manunguniko Mungu, ondoa unyonge Yesu. Tunaomba Mungu kutoka mbinguni Yesu, tujaze na wewe Yesu. Asante Baba kwa sababu utaenda kutenda. Asante Mwana wa Mungu kwa sababu utaenda kuonekana kwetu. Tunaamini Yesu